basi kama hautaweza kukigoogle, basi wewe muulize mtu aitwa John Mnyika. Mimi binafsi nataka nianze kuwa na nijipendelee kwanza. Mara ya kwanza mimi nakuona ilikuwa nadhani mwaka 2004. Na mimi nilikuwa kijana mdogo. Sasa naona huyu bwana mdogo huyu anazungumza, alafu anaenda kumchallenge waziri wa kilimo kwamba sijui kama naeleweka. Yaani Mnyika ulikuwa ukimwangalia ni kijana mdogo sana alikuwa. Alafu anakwenda anasema mimi naenda kugombea ubungo kwa waziri wa kilimo Charles Keenja. Mimi binafsi nikasema jamaa yuko sawa sawa. Anyway, lakini tunaye John Mnyika. In fact, gazeti la Citizen baada ya kutangaza nia ya kugombea ubunge wakachora katuni kwamba kuna mtoto ananyonya chupa ya maziwa, alafu wakaandika pale kwamba John Mnyika ametangaza kugombea ubunge, wakaandika kwa Kiingereza pale, kids have rights for political privilege. Mimi ninaamini mimi ni miongoni mwa watu ambao walistaajabu sana kuona kijana kama wewe mdogo kabisa, lakini ulikuwa na courage ya kugombea ubunge na kuona huyu waziri atendee haki nafasi yake na wewe unaweza. Ningetaka kwanza tuanzie hapo. Nini kilikusukuma wakati ule mpaka ukaona huyu waziri nikapambana naye nimuondoe madarakani nikakae nyuma? Nianze pale tu. Okay. 98 ndio tunaweza kuperform kwa maana ya kufanya mtihani kwa mtihani yetu ikavuja karibu nzima. Ndani kafupa. Nikarudiwa na urufu kufanya mwaka 99. Ile kipindi ambacho tunasubiri kurudi kufanya mtihani tena. Siku moja nikaona kwenye gazeti moja tangazo kwenye mjadala unaitwa pale British Council. Taasisi moja ya vijana kwa International Forum. Kwa nikaenda kwenye ule mjadala. Sasa nilishiriki ule mjadala na tukakali kuja kwa mtihani, tukakali mambo mengine ambayo yalitokea kumaliza darasa saba kwa Mbuyuni Dar es Salaam. Tukaona kuna shida kwenye masuala ya uongozi. Tunahitaji mabadiliko. Tunataka kupata shauri ya kurudi kufanya harakati. Kwa hiyo tulipomaliza matokeo yalipotoka ilikuwa kwa special school. Lakini kaenda wizarani nikaomba nifanyie ambaza Dar es Salaam. Tuweze kuendelea na harakati. Walikuwa nasoma sekondari kufanya sisi wakati huo vijana harakati, tukashiriki kuanzisha Tanzania Youth Association, tukashiriki kuanzisha Tanzania Student Political Program wakati tunaanzisha. Nilikuwa nafunza sekondari. Students and Political Program TSP, ilipata baadhi kwa msaada wa Zito na Halima watu wachukua tulikuwa shule sekondari na tukakutana mlimani. Sasa wakati wa taasisi ya National Forum, kati ya mambo ambayo tulikuwa tunafanya ni kusukuma mabadiliko mbalimbali. Wakati kaenda Nairobi kukutana na wabunge, kwa hiyo tukatoa mada kwa wabunge bali kwa kila mmoja tulikuwa sisi function president. Tukakutana na wabunge na mawaziri. Nilipoona aina ya wabunge na mawaziri tulikuwa nao wakati huo, sema kwa nimekata shauri lakini sikujiunga moja kwa moja na chama chochote cha siasa. Uamuzi wa kujiunga na chama ulikuja mwaka 2003. 2003 niliitwa, wakati huo nikiwa mwenyekiti wa Tanzania Youth Association. Maana kwanza nilikuwa katibu, baadaye mwenyekiti. Mzee Bob Makani alikuwa mwenyekiti wa Chadema wakati huo. Okay. Katika hizi harakati za NGO za vijana, tukishafanya kazi na vijana wa vyama vyote, tulikuwa nafundisha vijana wa vyama mbalimbali. Kwa hiyo ile exposure nadhani ikapendekezwa nije nifanye uchambuzi wa sera za Chadema hasa kwenye masuala ya vijana. Kwa hiyo nikiwa barua na mzee Makani wakati huo alikuwa mwenyekiti, lakini kwa mapendekezo ya mwenyekiti Freeman Boy wakati huo hakuwa mwenyekiti. Kwa kwenda landmark pale tukachambua sera. Kwa hiyo baada ya haya mageuzi ya ndani ya Chadema yalianzia pale 2003. Kwa wakati wa kuchambua nikapendekeza kwamba ili Chadema iweze kukua ni lazima ifumue katiba yake, itengeneze vyombo, hasa wakati huo nilikuwa nazungumzia vya vijana na wanawake wajitegemee, isiwe tena kamati
ndani ya chama. Kwa hiyo vijana tulikuwa tunataka baraza huru la vijana, kwa sababu Chadema ilianzisha baraza la vijana na ilianzisha baraza la wanawake. Wakati huo unaishauri Chadema, haukuwa mwanachama? Sikuwa mwanachama. Okay. Sikuwa mwanachama 2003. Kwa baadaye mwenyekiti Mbowe, wakati hakuwa mwenyekiti alikuwa Mzee Makani, akanifuata akasema, sasa wewe umetoa mapendekezo, mwisho wa siku nani atayatekeleza? Kwa hiyo kwamba tunakushawishi ujiunge na Chadema. Alafu usimamia hayo mabadiliko. Nikasema wakati huo ilikuwa ngumu sana kujiunga na vyama, kwa sababu tunakosoa sana vyama wakati wa upinzani na vyama vyote kwa ujumla. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba nijiunge niwe mkurugenzi wa vijana wakati huo bila kuwa na kadi ya wanachama. Kwa hiyo nikajiunga kwa maana ya kupewa jukumu la kuwa mkurugenzi wa vijana. Kwa mimi nilikuwa mkurugenzi wa vijana 2003 kusaidia chama, sina kadi ya wanachama. Nimekuja kuchukua kadi ya wanachama 2004 na ndio nikaandikiwa barua na Dr. Slaa rasmi ya kuteuliwa kuwa mkurugenzi wa vijana, ndio nikafanya press conference ukumbi wa idara habari Maelezo 2004. Ndio nikatangaza kwamba najiuzulu wenyekiti wa Tanzania Youth Village Association ili taasisi ile isihusishwe na siasa, najiunga na Chadema, na 2005 nitagombea ubunge jimbo la Ubungo. Kwa the rest ni yalotokea baada ya hapo ni historia. Mimi nina maswali mengi sana kuuliza, na kama alivyosema naibu, una vitu vingi. Tokea kuwa best student wa Tanzania, yule mwanafunzi bora kabisa. Jamani, chama chetu katibu wetu mkuu aliwahi kuwa mwanafunzi bora katika wanafunzi wote wa Tanzania. Naam, Tanzania 1, yes, Tanzania 1. Kwa mimi binafsi na maswali mengi, lakini leo kwa maslahi ya muda tupitishe. Na bahati nzuri Mheshimiwa Dr. Slaa amekuchongea sana hapa. Anasema wakati mabadiliko yanatokea kuna kijana wake, mwandani wake ndo alikuwa kama gia anamsukuma nenda huku, ambaye huyo mtu akamtaja ni John Mnyika. Kwa nini Dr. Slaa alikuamini kwa kiwango hicho wewe? Kwanza mimi nipokee kwa shukrani na unyenyekevu imani ambayo katibu mkuu staafu Dr. Slaa ameonyesha kwangu, na sababu za kwa nini anaweza kaeleza yeye zaidi. Ila mimi niseme tu kwamba nashukuru Mungu kwamba nilipata bahati ya kuaminiwa na viongozi waliokuwa wanaongoza chama wakati huo, kwa maana ya mwenyekiti Freeman Mbowe na katibu mkuu Dr. Slaa. Kwa nikapewa ukurugenzi, na sisi wakati huo, nasema sisi kwa sababu tulikuwa vijana kadhaa. Upande mmoja nilikuwa mimi, upande mwingine alikuwa Zito. Tulitoka kwenye harakati za vijana, tulikuwa tunasukuma mabadiliko nje ya siasa, kwa tukaamua kuingia kwenye siasa. Kwa zile mbinu za kuendesha harakati nje tukataka kuchangia kuziingiza ndani katika mageuzi ambayo yalikuwa yanaendelea ndani ya Chadema. Kwa hiyo ule utaalamu tuliokuwa nao, kwa sababu nimeanza harakati mwaka 99. Kwa by the time naingia kuwa mkurugenzi, kutangazwa rasmi kwa umma kuwa mkurugenzi 2004 au 2003 nilipoanza kuwa mkurugenzi, kulikuwa kuna miaka kama 3-4 pamoja na masomo, pamoja na kila kitu ya kufanya harakati na kupata huo uzoefu. Kwa hiyo uzoefu huo tukauhamishia, na kitu cha kwanza ambacho tulikipendekeza kwa chama ni kwamba chama kitengeneze mpango wa miaka 5 wa chama. Chama kisifikirie hapa peke yake, kiangalie ramani ya miaka 5 mbele. Kwa tukaingiza mapendekezo kwamba chama kitengeneze kitu kinachoitwa strategic plan, mpango mkakati wa miaka 5. Kwa hiyo mpango mkakati wa kwanza kabisa wa miaka 5 wa chama, mimi na Zito ndio tulikuwa facilitators. Yani viongozi wengine walikuwepo wote, wazee hawa, mwenyekiti Mbowe, Dr. Slaa na wazee wengine walikuwepo wakati huo, lakini wakatupa sisi jukumu la kuendesha majadiliano na kuandika huo mpango wa miaka 5. Kwa tukafanya session pale Sunrise Kigamboni mwaka 2006. Ile session ndio ilichora ramani ya mageuzi yaliyokuja kufanyika baadaye. Na safari ya hayo mageuzi haikuanzia hiyo 2006 yenyewe. Naweza kusema ilianza 2003, ikaongezeka nguvu 2004, lakini ikakua sana 2005. Suzi amezungumza mfano mmoja ambao kweli ni reality iliyokuwa imetokea.
kwamba tunaenda kwenye kampeni, tunaenda kugombea na tunasimamisha mgombea urais kwa mara ya kwanza. Na kuna kitu wengi wakifahamu, pengine siku moja Dr. Slaa anaweza kuzungumza kwa kina sana. Wakati tunaenda kwenye uchaguzi wa 2005, mgombea urais ambaye at least timu ya viongozi ilikuwa inafikiri, kwa sababu wakati ule chama kinasimamisha mgombea urais kwa mara ya kwanza, hakuwa Freeman Mbowe, kwa mwenyekiti Freeman Mbowe. Okay. Alikuwa marehemu Profesa Mwesiga Baregu. Okay. Na tulikaa kabisa vikao na tukawaza kwamba Profesa Baregu au mgombea, na kuna maamuzi yakafanyika kabisa, na tukapanga mpaka mkutano na waandishi wa habari ili atangaze. Okay. Nia. Siku ile tunakwenda sasa kwenye makao makuu FIPA pale ili profesa atangaze kugombea. Profesa akaja mapema akatuambia familia yake imemshauri asigombee. Sasa tushakubaliana kwamba 2005 Chadema isimamishe mgombea urais. Mgombea ameshauriwa na familia na tukaheshimu uamuzi wake. Tukakaa kikao kikali sana pale makao makuu ya chama. Kikali sana, kikali kweli kweli, na baadaye tukawahusisha wazee. Katika kile kikao, vijana tuliokuwepo wakati huo, tukamwambia mwenyekiti Mbowe, wakati ule mwenyekiti, sasa kama Profesa Baregu hagombei, hili jukumu hili inabidi ulibebe wewe kama mwenyekiti wa chama. Hakuna namna. Mwenyekiti aligoma sana. Lakini tukawa very adamant, na tukahusisha wazee, tukamhusisha mzee Mtei na wazee wengine. Tukawa mambo yakafanyika mengi mpaka baadaye mwenyekiti akakubali kugombea, lakini akasema tufungue milango na wengine wajitokeze. Kwa hiyo ndio tukatangaza watu wachukue fomu, na watu wakajitokeza, wakagombea watu kadhaa, na chama kikatumia mfumo ule wa primaries kama wa Marekani, kuzunguka kwenye maeneo mbalimbali, watu kupiga kura kwenye maeneo, mpaka baadaye watu wakachujwa, mpaka tukafika mwisho wa siku yakabaki majina mawili mwishoni kabisa, la Maulidi Anacom na mwenyekiti Freeman Mbowe, na hatimaye baadaye mwenyekiti akateuliwa kwa mgombea. Sasa tulipotaka kuingia kwenye kampeni sasa, mazingira ya kisiasa ya chama, kuna vikwazo vingi vilikuwepo. Moja, bendera ya chama imesaidia chama toka kimeanzishwa, lakini ikawa bado ina changamoto zake. Pili, rangi zenyewe za chama na branding yake ikawa na changamoto zake. Kwa hiyo tukafanya uamuzi wa, ukiangalia mabango ya kampeni ya wagombea wa Chadema 2005, mabango ya Chadema ya wagombea ilikuwa nyuma kuna bendera ya Tanzania, sio ya chama. Yani mgombea sura yake nyuma kuna bendera ya taifa. Kwa hiyo ikazusha mgogoro mkubwa wa sheria, na wakawa wanataka kutuzuia tusitumie mabango. Lakini wakati huo mkurugenzi wa sheria wa chama alikuwa Tundu Lissu. Akasimama kidete, akatoa hoja za kisheria, tukafanikiwa. Kwa hiyo tukawa na kampeni, mabango yana mvuto kwa sababu ya kuongeza ile bendera ya taifa, na ikawa inaonekana kwa mbali sana. Sasa baada ya uchaguzi tukasema sasa tutibu hili tatizo. Lakini tukasema kwamba bendera na rangi za bendera sio swala la urembo, sio swala la mvuto. Ni lazima zibebe maana. Kwa sababu tukaanza kujadiliana, kama tunabakisha rangi ya blue bahari na nyeusi, tunataka kuongeza rangi nyingine. Ziwe ni zipi, kwa sababu zipi? Kwa kisayansi ya rangi kapendekeza nyekundu na nyeupe, lakini sasa tukajadiliana misingi gani ya kichama itabebwa na hizi rangi, ili rangi zisiwe urembo, ziwe ni sera, ziwe ni ujumbe. Kwa hiyo nikakabidhiwa jukumu la kufanya drafting ya tafsiri ya rangi za bendera ya Chadema. Tuka maintain rangi yetu ya blue bahari kama ishara ya haki, rasilimali maji, na ishara ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar ambayo inaunganishwa na bahari. Tuka maintain hii nyeusi kama ishara ya Uafrika, utu wa Afrika, watu na falsafa yetu ya nguvu ya umma. Tukaongeza nyeupe kama ishara ya ukweli, wazi, uadilifu na amani, na tukaongeza nyekundu kama ishara ya kuwakumbuka mashujaa wote waliojivusha taifa katika mapambano ya kupinga ukoloni, wakati wa ukoloni na baada ya ukoloni, kwenye madai ya demokrasia ya vyama vingi, kwamba tuwakumbuke mashujaa, ili tukiona rangi nyekundu iwe chimbuko la uzalendo wetu. Kwa ni chama cha watu wazalendo, chama cha watu majasiri, chama cha watu mashujaa, kwa sababu tukitambua kwamba kuna watu walikufa kwa ajili ya struggle mbalimbali. Kwa hiyo tukaingiza kwenye kanuni ya chama. Ukisoma kanuni ya 1.3 ya kwenye kanuni za chama, utakuta hizo tafsiri za rangi
na huu muundo wa bendera, tukaseparate hizi rangi na huu ufito wa T ambao tukautafsiri kwamba ni herufi ya kwanza ya Tanzania. Kwa tukatengeneza bendera ikaongezeka mvuto, uzuri, urembo, lakini at the same time ikawa inatukumbusha misingi ya kisera ya kiuongozi na ya kiutendaji katika chama. Kwa hayo yalikuwepo kama sehemu ya hizo reforms au mageuzi, na ule mpango ulikuwa na mambo mengi, ndio tukapendekeza kuwe na mabaraza, kuwe na kanda. Uchaguzi wa 2005 tulikuwa na kauli mbiu ya uchaguzi. Sasa kila uchaguzi huwa tunakuwa na kauli mbiu fulani inayobeba ilani. Kama ambavyo wakati wa mgombea rais akiwa mwenyekiti Lissu tulikuwa nasema uhuru, haki na maendeleo ya watu. Kwa mara ya kwanza tuliposimamisha mgombea rais tulifanya utafiti, tulifanya focus group discussions, na tukatuma watafiti huko mtaani, tukagundua kwamba kauli mbiu ambayo tuende nayo wakati huo ni mabadiliko ya kweli, uhuru wa kweli. Kwa tulipomaliza uchaguzi wa 2005, kati ya mambo tukayafanya ni kuingiza hiyo kauli mbiu kuwa sehemu ya salamu za chama, hiyo kauli mbiu ya uchaguzi, ili permanently Chadema hiyo inatafuta mabadiliko ya kweli na uhuru wa kweli. Sasa kuna historia moja kidogo katika siku tunaizindua hiyo kauli mbiu. Tumekubaliana kwenye kikao kwamba kauli mbiu ya Chadema Vema ibaki kwamba ndio ya kwanza, Chadema Vema. Alafu sasa tunataka kuingiza ya mabadiliko. Tukakubaliana kwa sababu mtu anasema Chadema ananyosha vidole viwili, alafu ndio aitikia Vema. Ile kauli mbiu ya mabadiliko ya kweli, uhuru wa kweli, ili izibadilishwe ionyeshe ishara ya ngumi. Mtu akisema Chadema akinyosha vidole viwili iwe Vema, Chadema ameonyesha ngumi iwe mabadiliko ya kweli, uhuru wa kweli. Sasa wakati huo kamkabidhi mkurugenzi wakati huo Benson aende kuintroduce salamu. Alipofika pale akasahau hiyo sequencing. Kwamba inaanzia wapi na ishia wapi. Hiyo ishara, yani kwamba anza vidole viwili alafu ya pili ni ngumi. Kwa hata kama mtu akisema Chadema mara moja lakini akinyoosha ngumi unasema mabadiliko ya kweli, uhuru wa kweli. The distinction. Yeye akaintroduce akasema Chadema ya kwanza Vema, Chadema ya pili mabadiliko ya kweli na uhuru wa kweli. Kwa sasa imebaki ndio organizational culture, lakini spirit ya mwanzoni haikuwa hiyo. Lakini kubwa lingine ambalo lilifanyika ni kwamba katiba ile ya mwaka 2006 ambayo ilikuwa ni katiba ya 2004 ilikuwepo wakati huo. Ilikuwa imeweka falsafa na itikadi pamoja. Kwamba Chadema ni chama kinachoamini itikadi pamoja. Kwamba Chadema ni chama kinachoamini kwenye falsafa na itikadi ya nguvu ya umma. Power. Walichanganya pamoja falsafa na itikadi. Lakini falsafa na itikadi ni vitu viwili tofauti. Falsafa inahusu fikra. Itikadi inahusu imani. Kwa kimoja kinatawaliwa zaidi na akili, kingine kinatawaliwa zaidi na moyo na hisia. Na vinatofautiana kimisingi. Kwa sasa tukataka kutenganisha falsafa na itikadi. Kwa ikaundwa kamati ndogo kwa ajili ya kazi hiyo. Mwenyekiti wake alikuwa Profesa Mwesiga Baregu, na mimi nikafanywa kuwa katibu wa hiyo kamati ya kuandika kutenganisha kati ya itikadi na falsafa. Kwa ile sehemu ya 3.1 kwenye katiba ya chama tukaibakisha kama ilivyo. Tukarekebisha kidogo sana falsafa ya nguvu ya umma. Ile ilikuwepo toka katiba ya 2004. Tukaandika sehemu mpya kabisa kwenye katiba, ibara ya 3.2 kuifafanua itikadi ya Chadema. Kwa hiyo tukaandika kwenye katiba kwamba Chadema ni chama cha mrengo wa kati, na tukaiweka misingi 12 ya itikadi ya mrengo wa kati. Kama tunavyosema sisi ni center party, misingi yake ni ipi? Kwa hiyo kwenye uchumi tukasema tunaamini katika soko huria, sio soko holela, kwamba watu wa njia za uchumi ziwe huru lakini bila kupoka mamlaka ya dola, ama pale uchumi haufanyi vizuri au kuna umuhimu wa kulinda maslahi ya umma. Kwa hiyo tunaamini katika soko huria, sio soko holela. Tunaamini katika familia kama taasisi muhimu kwenye jamii. Tunaamini katika kujenga taifa lenye kutoa fursa kwa watu. Kuna misingi ile 12. Tunaamini katika uhuru kwa chini ya sheria zilizo za haki. Tunaamini katika chama chenye kusimamia zaidi maslahi ya taifa. Tunaamini, tukaweka ile misingi, na tunaamini katika kujenga nchi ambayo
kuna nafasi ya imani katika kujenga maadili bila kuifanya dini kuwa sehemu ya dola. Kwa hiyo kwamba Chadema inaamini watu wake wana dini lakini chama hakina dini. Nchi haina dini lakini watu wana dini, na dini zinasaidia kwenye kujenga imani. Kwa tukaweka hiyo misingi mbalimbali ambayo mimi kwa maoni yangu, kati ya maeneo ambayo katika hii miaka 20 hatujaweza kuyaeneza vya kutosha ni itikadi yetu. Tunaweza kuieneza falsafa kwa sababu tumeifanya kuwa salamu. People's power inabeba falsafa ya nguvu ya umma, kwamba umma ndio wenye mamlaka, umma ndio wenye maamuzi, umma ndio wenye kunufaika na rasilimali. Imeeleweka sana. Lakini inapokuja itikadi ya mrengo wa kati na misingi yake, ambayo kwa maoni yangu inatofautisha Chadema na vyama vyote kabisa na ina misingi ya pekee sana, bado hatujaweza kuieneza vya kutosha na kufanya watu wakafahamu, kama ambavyo ilikuwa kwa wakati wa tano wanasema ahadi za mwana tano, basi mtu aseme misingi 12 ya itikadi ya mrengo wa kati. Kwa tuna itikadi hiyo. Lakini kimataifa sasa tukajiunga na jumuiya ya vyama ambao vinachanganya vyama vya mrengo wa kati na mrengo wa kati kulia. Wako chini ya International Democratic Union kimataifa, na hapa Afrika Democratic Union of Africa. Lakini sisi ni center party. Kwa kweli yalifanyika mambo mengi. Sasa kuna msemo mmoja unasema pictures a picture speaks 1,000 words, kwamba picha inaongea maneno 1000. Kwa heshima ya kumbukumbu hii, lazimika kwenda kutoa katika maktaba ya ndani sana ya chama album hii ambayo itazunguka. Hii album hii ni ya matukio yaliyotokea PTA tarehe 13 August 2006. Kwa hiyo utaona album itapita na picha zinaweza kupigwa tu, watu wakasambaza kwa kadri watakavyowahi huru kuzipiga picha. Utaona kwamba hii albamu ina kama awamu mbili za chama. Mkutano mkuu wa chama wa PTA ulianza kama mkutano mkuu wa Chadema ya zamani. Ulianza mkutano mkuu ambao bendera ilikuwa inapepea ni ya zamani, mapambo ya zamani, t-shirt ambazo wajumbe walivaa ni za zamani. Alafu ule mkutano mkuu sasa ukajadili hayo mabadiliko. Ukajadili katiba mpya ya chama, ukaipitisha. Alafu mkutano mkuu ukajigawa katika mikutano mikuu mitatu. Ya kwanza kabisa mkutano mkuu wa kwanza wa wazee. Kwa kwenye picha utaona mzee Masinde anaongoza wazee wenzake na Balozi Ngaiza marehemu, wote wawili kwenye kupitisha ule mwongozo wa wazee, na mtaona baadhi ya wazee waliokuepo siku hiyo wakawa mkutano mkuu wa kwanza wa wazee. Wakati kikao cha wazee kinaendelea, kikao cha wanawake kikawa kinaendelea pembeni. Kwa mtaona wakina mama nao na walikuwa wanaongoza ile session ya wakina mama kupitisha mwongozo wa kwanza wa BAWACHA, nao wako pembeni pale. Na wakati huo pembeni kuna mkutano wa vijana na wenyewe ukawa unaendelea. Sasa ukiangalia kwa mfano tukio la vijana la jana lilivyokuwa kubwa vile, au mkutano mkuu wa vijana, afu kiangalia ile mikutano mikuu ya kwanza ya vijana, unaweza kuiona hiyo safari ya ukuaji wa chama kwa miaka 20 ilivyokuwa ngumu. Alafu baada ya hiyo mikutano mikuu kupitisha miongozo ya mabaraza, mkutano mkuu ukarudi upya tena sasa ukabadilika ukawa mkutano mkuu mpya. Rangi zikabadilishwa ukumbini, mapambo, sare za watu wengi zikabadilika, zikawa sasa za hizi za bendera mpya ikapandishwa pale. Msajili wa wakati huo John Tendwa akiwa anashuhudia zoezi ile, mtaona huko kwenye picha hiyo story nzima. Na ndio siku hiyo kadi maalumu zikauzwa. Daktari alichukua kadi namba 42, zilikuwa zinauzwa kwa mnada. Mimi nilichukua kadi namba 80 sawa na mwaka wangu wa kuzaliwa. Kwa hiyo ilikuwa inauzwa kadi kwa mnada pale, kwa hiyo kadi mpya zikauzwa. Kwa hiyo ilikuwa tukio la pekee sana. Kwa mtu ambaye aliona na kuweka bango kubwa kwamba tumezindua tumaini jipya. Kwa mtu ambaye alikuwa anaona wakati huo, alikuwa anaona ni tendo tu. Lakini kumbe ile transformation, ile katiba mpya, bendera mpya, mabaraza kuanzishwa, kanda kuanzishwa, muundo wa chama kubadilishwa, ilitengeneza sasa misingi ya vuguvugu lilofuatia
uliofuatia baadaye mpaka Chadema ikatoka kutoka kuwa Tumaini Jipya mpaka kuwa Tumaini Kuu. Utakapopita hii album mtaona mpaka baadhi ya waalikwa waliokuwepo wakati huo. Utamwona Bashiru Ali Kakulu alikuwa ametoka kama anawakilisha chuo kikuu, kina Kitila Mkumbo. Kuna historia kubwa nzuri na historia mchanganyiko nzuri yenye changamoto, lakini picha zitazungumza mengi mengine. Na historia ni kitu muhimu sana kwenye kujenga misingi ya wakati uliopita, wa sasa na ya baadaye. Kwa hiyo kwa ukubwa hili tukio, iseme tu kabla hujaendelea, leo nilitamani sana nipate salamu za mwenyekiti Tundu Lissu kuhusu hili jambo, lakini kwa kuna msiba wa mama yetu Florence Kasilima, mweka hazina wa Bazecha, kwa nikalazimika kutoka mapema mahakamani. Na nikawaomba Dr. Nshala na mwanasheria mkuu pamoja na mwenezi wa Bawacha Aisha Machano wafikishie ujumbe mwenyekiti juu ya tukio hili, ambaye naamini angefurahi sana kuwepo hapa leo, kwa sababu na yeye alikuwepo kama sehemu ya ule mkutano wa 2006. Hawakupata wasaa kuzungumza naye kwa kirefu, lakini walipofikishia ujumbe, kwanza ameshukuru sana kwa tuzo ambayo Bavicha walimpa jana, na kwa tukio la leo neno lake kubwa ametuambia good luck, kwa ametutakia heri sana ya siku ya leo. Kwa sababu historia hii ya ukuaji wa miaka hii, uzinduzi mpya wa chama na uwezi kuitenga na Dr. Slaa ambaye alikuwa katibu mkuu wakati huo, na mwenyekiti Freeman Mbowe ambaye alikuwa mwenyekiti wakati huo. Nilimtafuta mwenyekiti Freeman Mbowe leo kwa simu, mwenyekiti mstaafu. Nikamwambia tuna tukio leo la kumbukumbu ya chama kuzinduliwa upya, una neno gani? Na nilizungumza naye kwa simu, kwa hiyo nikaandika kwenye notebook. Kwa nitasema kile ambacho aliniambia kwenye simu. Okay. Ni milestone ya transformation ya Chadema iliyojengwa kutoka Chadema ilipoanzishwa 1992 na kusajiliwa 93. Tumepita hatua mbalimbali nzuri na ngumu, tumejifunza. Ni 20 years of a learning curve. Niko Bahi, ongereni na watakia heri. Kwa hizi ni salamu za mwenyekiti Freeman Mbowe. Na tambua vivema kama mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche angekuwa pamoja na sisi, lakini baada ya siku ya vijana ile alibaki Dodoma kwa ajili ya kukutana wenye vitu wa mikoa. Kwa kuna shughuli nyingine kule ambayo inaendelea. Na natambua kwamba siku ya leo ingekuwa vyema sana makamu mwenyekiti Zanzibar angekuepo, na alipaswa kuepo, lakini amepata changamoto, ameshindwa kuja. Kwa sababu mkiangalia hiyo album mtakuta makamu mwenyekiti Zanzibar Mheshimiwa Saidi Mzee wakati alikuwa kijana mdogo sana, alikuwa sehemu ya hiyo historia. Kwa hiyo nataka kusema nini, kwamba yale mageuzi yaliyofanyika wakati huo na mpango wa miaka 5 yaliyotokea baadaye, kwa mtazamo wa nje watu wangeweza kusema ni matukio, lakini kumbe ni mambo ambayo yalitafakariwa. Baada ya hapo sasa tukachukua ajenda kubwa 3: kupinga ufisadi, kutetea rasilimali za taifa, of course na mabadiliko ya mfumo wa utawala ikiwemo katiba mpya, kwa sababu ilani ya uchaguzi 2005 kauli mbiu ilikuwa mabadiliko ya kweli, lakini kuna maneno yalikuwa ndani ya ilani yanasema mabadiliko ya kweli hayawezi kuletwa na mafisadi wale wa chama kile chenye uoza ule wakiendeleza yale kwa ari, kasi na nguvu mpya. Hayo maneno yalikuwa kwenye utangulizi wa ilani. Kwa hiyo msingi ukawa na mabadiliko, na kunaanzia na mfumo wa utawala. Tulikuwa tunazungumza kuhusu sera ya majimbo, kupeleka madaraka kwa wananchi, na katiba mpya, na kupinga ufisadi ambao ulikuwa umekithiri, na kutetea rasilimali za taifa hasa kwenye madini. Kwa hiyo operation ikaanza, na kwa njia mbalimbali baadaye ndio yakazaliwa ya kashfa ya EPA, kashfa ya Buzwagi. Tukafanya operation moja kubwa sana wakati huo ya kutetea rasilimali za taifa, mpaka ikaenda Septemba 15 pale 2007 Mwembeanga ukasomwa orodha ya mafisadi. Ndani mule ya mpango ulikuwa kuna fikra za kufanya operation. Tukaanza operation mbalimbali mpaka baadaye kazaliwa
Chadema ni msingi, baadaye Operation Sangara, baadaye Movement for Change. Kwa safari ikaendelea ya hatua kwa hatua. Kwa mimi ukiniuliza nitakwambia tumepiga hatua hiyo ya miaka 20, lakini tuna kazi ya kwenda mbali zaidi. Katiba mpya ya chama imesaidia kukikuza chama kilipofikia. Tumeshatoka sasa kwenye kufanya mabadiliko ya ndani ya katiba mpya ya chama. Sasa hivi tuna jukumu kubwa kweli kwa Watanzania la kufanya mabadiliko ya katiba ya nchi. Kwa hiyo historia ya miaka 20 itupe nguvu zaidi ya mapambano ya mbele. Na mimi naliona baraza kuu lijalo la chama kama mwendelezo wa nguvu zaidi ya mapambano ambayo yalianza uchaguzi wa ndani ya chama tarehe 21 Januari 2025, baadaye msimamo wa no reform no election, baadaye katokea mengi Oktoba 29 na kuendelea. Chama kime maintain position na sasa tunakwenda kwenye operation katiba mpya free to